هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجاهلين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ikiwa tumo katika masiku machache mno kuweza kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kila mmoja wetu ana mambo anafikiria katika namna ya kuuendea huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kila mmoja ana mawazo yake kuhusu kuuendea huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kila mmoja ana maandalizi yake. Anafikiria namna yeye atakavyoupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani na namna atakavyouishi mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kila mtu ana fikra yake, ana namna yake na ana mtazamo wake kuendea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hata ikija ile siku yenyewe ya kuingia huo mwezi mtukufu wa Ramadhani, lau kama ikabaki siku moja, kila mtu huwaza hiyo siku moja afanye nini na pana mambo gani ambaye yeye aona ya muhimu kuyafanya. Kwa hiyo anawaza kuachana na baadhi ya mambo kwa siku moja kabla ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Anapunguza na muda wa kazi zake ili apate muda wa kutulia vizuri katika kutumikia ibada ya funga na yale yanayoambatana na funga, ambayo tutakuja kuyazungumza, yakiwemo nyoraji, adhkar maana yake, zikiwepo sala, ikiwepo kusoma Qur'ani, ikiwepo kupata muda wa kufanya sadaka na kutoa sadaka. Kuna watu ambao katika mambo ya kheri, kuna baadhi ya kazi zake, shughuli zake alizokuwa akiziendea mbio kila siku katika nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, anapunguza baadhi ya majukumu kwa ajili ya kutumia muda wake, na anaaga baadhi ya vitu. Kuna baadhi ya vitu anavifunga, anasema katika mwezi wa Ramadhani mambo haya sitoyafanya na mambo haya, kwa hiyo haya yataishia katika siku ya leo kabla ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika watu wa namna hiyo, wale ambao wako bize, wana shughuli mbalimbali, wana makampuni, wana mambo kama hayo. Lakini napana watu wengine pia wao hufikiria kwamba wameishi miezi 11, mazingira waliokuwa wakiishi, kilichokuwa kikiwatawala maasi, walikuwa wanatawaliwa na maasi, na kila mmoja pengine akawa na maasi yake. Mwingine ilikuwa yeye mchawi, shirikina, aona mimi naingia katika mwezi wa Ramadhani, kuna mambo hayaendani mwezi wa Ramadhani hauendani na mambo haya, kwa hiyo ataacha, manake afunga jungu la mwezi wa Ramadhani kwa kuacha mambo yake. Kuna mwingine maskini ya Mungu hana mke, ni mzinzi tu siku zote,
Kwa sasa mwezi wa Ramadhani na uendea mwezi wa Ramadhani, sasa mambo haya hayaendani na uvunja jungu. Uvunja jungu maana yake afanya mambo ya mwisho mwisho, na wale ambao wachawi fanya mambo yake ya mwisho mwisho. Kuna mambo kama hayo. Kwa hiyo kuna mambo, kila mtu ana namna yake katika ulimwengu. Lao ukiwatazama au uendea mwezi wa nini? Mwezi wa Ramadhani. Lakini ndugu zangu, kubwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa aupokea vipi mwezi mtukufu wa Ramadhani? Haya ndo ya msingi. Tujifunze Uislamu unatutaka tuwe vipi katika mazingira ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini Uislamu watutaka tuishi vipi mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na ndiyo darasa yangu ya mwezi wa Ramadhani yaanzia sasa, namna ambavyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anavyotutaka kama Waislamu namna ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anavyotutaka ni jinsi gani tuishi mwezi wa Ramadhani. Haya yote tutajifunza katika khutba ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliyoitoa kabla ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alizungumza na masahaba zake kabla kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kwa lugha nyingine na kuhamishieni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliyosema kuwaelekeza masahaba zake na kuwafundisha masahaba zake namna ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani na namna ya kuishi mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ikiwa darasa hii ikusaidie kwamba je, mimi kama mwezi mtukufu wa Ramadhani napaswa kuupokea vipi, na mimi kuishi katika mwezi wa Ramadhani napaswa niishi vipi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika khutba hii ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi. Katika khutba ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam iliyopokewa na Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib salawatullahi wasalamu alayhi, katika khutba ya bwana Mtume aliyozungumza na masahaba zake iliyotoka kwa Ali ibn Abi Talib, akinukuu khutba ile, anasema bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, jambo la kwanza alitufahamisha kuhusu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam sio alitufahamisha tu sisi masahaba, bali kwa kuwa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao ndani yake ataishi Muislamu na yule asiyekuwa Muislamu. Na nyinyi wote mwajua kwa maneno ya Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib anatuambia annasu sinfan, kwamba watu wako aina mbili. Imma akhun laka fi din, aweza akawa ni ndugu yako katika imani, ni mtu lakini ni ndugu yako katika imani, au nadhirun laka fil khalq, au aweza akawa mwanadamu mwenzio kimaumbile. Wote hawa ni watu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alizungumza na watu ambao ni Waislamu kwa waliokuwa na imani na ile dini ya Uislamu, maana yake ndugu. Lakini pia akazungumza na wale ambao wasiokuwa Waislamu, ambao ni ndugu zao, ni ndugu wa Uislamu katika upande wa nini? Wa wanadamu. Kwa utaona kwamba udugu uko wa aina mbili kwa Muislamu. Muislamu ana undugu katika imani, lakini ana undugu katika wanadamu. Sasa khutba ya bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amezungumza na mtu, kila ambaye aitwaye mtu, awe Muislamu ni mtu, asiwe Muislamu ni mtu, awe na dini ni mtu, asiwe na dini ni mtu, awe mwanamume ni mtu, awe mwanamke ni mtu, awe atakayezaliwa baadaye. Hutuba ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikaja kumkuta, awe ni Muislamu ni mtu, asiwe Muislamu ni mtu. Kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam
hutuba yake ikawa azungumza na kila ambaye atakaye kuwa anaishi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa iwe anaishi na Uislamu wake au sio Muislamu, au hana dini kabisa, au ana dini sio ya Uislamu, Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kazungumza naye kuhusu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, ayyuhan nasu, enyi watu. Kwa hiyo Bwana Mtume hajasema ayyuhal mu'minun, hajasema enyi waumini, wala hajasema ayyuhal muslimun, wala hajasema enyi waislamu, wala hajasema ya ayyuhal kafirun, wala hajasema enyi makafiri, wala hajasema ayyuhal munafiqun, wala hajasema enyi wanafiki. Khitabuhu muwajjahu liljamii, maneno yake awaeleza watu wote, awe Muislamu ni mtu, asiwe Muislamu ni mtu, awe mnafiki ni mtu, awe kafiri ni mtu, awe namna atakavyokuwa maadamu ni mtu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamjuza kuhusu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo akasema ayyuhan nasu, enyi watu, innahu qad aqbala ilaykum shahrullahi bilbarakati warahmati walmaghfira. Akambia hakika mmejiwa ninyi na mwezi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kila ambaye anauishi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani amejiwa na mwezi ambao una sifa tatu. Moja ya kwanza akawaambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nyinyi watu mnapoishi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mnaishi katika mwezi ambao shahrur rahma, mnaishi katika mwezi wa huruma, shahrul baraka, mnaishi katika mwezi wa baraka, shahrul maghfira, mnaishi katika mwezi wa nini? Wa msamaha. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe wajiangalia, mimi ninaishi katika mwezi wa baraka. Je, baraka hizo nazipataje? Naweza kuwa mimi mwenyewe ni baraka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Mimi ninaishi katika mwezi wa huruma. Je, mimi namhurumia anaishi katika ardhi ili nihurumiwe na yule aliyokuwa mbinguni? Kwa unaangalia, je, mimi pia ni mwenye huruma kwa wengine ili nihurumiwe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Waishije? Je, wewe ni baraka katika mwezi wa Ramadhani? Kwa kuwa mwezi wa Ramadhani ni baraka na mwezi umekujieni na baraka na sifa yake kubwa ni mwezi wa baraka. Je, wewe ni baraka katika mwezi wa Ramadhani? Wewe mwenyewe ni baraka katika mwezi wa Ramadhani? Na wanazuoni watuambia maana ya baraka ni anna ma'u wa ziyada, mkule kukua. Wengine wakasema maana ya baraka thubutul khairil ilahi fi shay, mkuthibiti ile khairi ya Mwenyezi Mungu katika kitu. Wewe una afya njema, baraka tayari. Umeingia katika mwezi wa Ramadhani, umebahatika kuwa katika wale wenye wenye kufunga, tayari wewe una baraka za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu maana ya baraka ni kuthibiti khairi katika kitu. Wewe umethibitika katika mwezi wa Ramadhani, umeingia katika afya, ukiwa na afya njema, tayari wewe una baraka miongoni mwa baraka za nani? Za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kukuwezesha kufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo ni mwezi ambao Bwana Mtume akaufahamisha, ni mwezi ambao huitwa shahrul baraka, ni mwezi wa baraka. Shahrur rahma ni mwezi wa huruma, lakini shahrul maghfira ni mwezi wa msamaha. Kwa hiyo kila mmoja au atakayeuishi mwezi mtukufu wa Ramadhani atambue kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao una sifa kuu tatu. Jambo la kwanza ni mwezi ambao huitwa mwezi wa baraka, lakini ni mwezi ambao huitwa ni mwezi wa msamaha, lakini ni mwezi ambao huitwa ni mwezi wa nini? Wa huruma. Hizi sifa tatu zote zapatikana katika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaendelea kufahamisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, akasema shahrun huwa inda Allahi afdalu shuhur,
ni mwezi ambao mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwezi bora kuliko miezi 11 iliyotangulia. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi bora kuliko miezi 11 iliyotangulia. Allah, na kwa nini usiwe mwezi wa Ramadhani ni mwezi bora kuliko miezi 11 iliyotangulia? Aliyakuwa katika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani upatikana usiku ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema upatikana usiku ambao ndani yake imeshuka Qur'an. Mwenyezi Mungu asemaje? Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Kwa nini mwezi wa Ramadhani usiwe ni mwezi bora, hali ya kuwa tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaishusha Qur'ani katika mwezi bora? Shahrul Qur'an, ni mwezi wa Qur'ani. Waona namna ulivyokuwa. La, hiyo siku Qur'ani iliposhuka katika usiku huo usiku wenyewe upatikanao katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, Bwana Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'ani, Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Usiku ule wa Lailatul Qadr ni bora kuliko miezi 1000. Ni vipi mwezi wa Ramadhani ukose kuwa ni mwezi bora kuliko miezi 11, ikiwa usiku wake wa Lailatul Qadr ambao haupatikani isipokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, usiku wake tu ule wa Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Usiku wake ule mmoja wa Lailatul Qadr ni bora kuliko miezi 1000. Huo ndio mwezi ambao unaenda kuishi wewe. Unaenda kuishi mwezi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kateremsha ndani yake Qur'an, inna anzalnahu fi lailatil qadr. Lakini hapana, bado pia unaenda kuishi usiku ambao Mwenyezi Mungu mwenyewe aufafanua ule usiku ambao wapatikana katika mwezi ambao unaenda kuishi. Wama adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr ni kitu gani? Usiku wa aina gani? Lailatul Qadr khairun min alfi shahr. Waenda kuishi katika mwezi ambao ndani yake panapatikana usiku ambao thamani ya usiku ule na utukufu wa usiku ule tu mmoja ni bora kuliko miezi 1000. Sasa kwa nini usiwe mwezi wa Ramadhani ni bora kwa Muislamu kuliko miezi mingine yote, ikiwa ndani yake imeshuka Qur'an, ikiwa ndani yake pana usiku mbora kiasi hiki? La. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, wa ayyamuhu afdalul ayyami, na kila siku moja utakayojaliwa wewe kuishi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, wallahi umeishi siku ambayo hukupata kuishi katika miezi 11 iliyotangulia. Siku moja utakayoishi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, itumie vizuri siku ile. Ile siku itumie vizuri siku ile. Itumie katika ibada ya funga siku ile. Itumie katika kusoma Qur'ani siku ile. Itumie katika kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ile. Kwa nini? Kwa sababu Bwana Mtume anasema, wa ayyamuhu afdalul ayyam, na kila siku moja utakayoishi katika mwezi wa Ramadhani ni bora siku hiyo haipatikani katika siku yoyote katika yale masiku 11. Hiyo ikiwa ni siku. Lakini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, wa layalihi afdalul layali, na kila usiku utakaoishi wewe, kila usiku la mwezi wa Ramadhani, tangia Ramadhani mosi, ule usiku wake, kila usiku utakaoishi uitao usiku wa Ramadhani, usiku ule ni bora ambao haupatikani katika usiku wowote katika kila usiku wa miezi uliotangulia. Usiku mmoja wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni bora usiku ule, haujawahi wewe kuishi usiku kama ule. Kwa hiyo unaenda kuishi siku ambayo katika miezi 11 hukuishi siku kama ile, lakini waenda katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao usiku wake haukupata kuishi usiku kama ule.
Sasa tazama na ujitazame kuanzia sasa, utawezaje wewe kuinvest vizuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutumia ule mchana wa mwezi wa Ramadhani? Utaweza vipi wewe kuinvesti mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mambo ya kheri kwa kutumia ule usiku unaopatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Wewe kutizama, je, investment yako katika mwezi wa Ramadhani, kuwekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utawekeza vipi? Sasa waambiwa kuna mchana bora ambao mchana huo haupatikani katika miezi mingine yote. Utautumiaje ule mchana? Kuna usiku ambao haupatikani usiku ule katika mwezi mwingine wowote. Utautumia vipi usiku ule wa mwezi mtukufu? Tazama sawa sawa. Kwa lugha nyingine Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwaambia masahaba zake kwamba tazameni mtamuishi vipi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuziishi sheria zake katika mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ni vipi mtamuishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuziishi sheria zake katika usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ni vipi mtamuishi Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kuishi miongozo ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ni vipi mtamuishi Bwana Mtume kwa kuishi miongozo ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika usiku wa nini? Usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akaendelea kuwafahamisha masahaba, akaambia wasaatuhu afdalu saati, na kila nyakati iwe sekunde utakayoishi katika mwezi wa Ramadhani, iwe ni nusu saa utakayoishi katika mwezi wa Ramadhani, iwe ni dakika 10 utakayoishi ndani ya mwezi mtukufu wa nini? Wa Ramadhani, liwe ni lisali moja umejaliwa kuishi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bwana Mtume anawaambia hakika nyakati yoyote unayoipata katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, nyakati hiyo huwezi kuipata nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo tazama ni jinsi gani wewe utamuishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake kwa kuishi sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake katika kila nyakati ipatikanayo katika mwezi mtukufu wa nini? Wa Ramadhani. Una invest nini wewe? Umepanga kuwekeza nini katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Unawekeza kwa nyakati? Unataka kutumia nyakati katika kuwekeza mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Wataka kutumia siku kuwekeza mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Wataka kutumia usiku kuwekeza mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Utawekeza nini katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Umejipanga kuwekeza nini katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ni njia gani wewe watumia katika huu mwezi wa baraka? Na elewa kuwa ni mwezi wa baraka, kwa kuwa kila kitu kimoja utakachokifanya, jambo lolote la kheri utakalolifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani utalipwa mara 10. Wallah, jambo moja, ikiwa wewe umemlisha yatima mmoja, ni sawa sawa umelisha mayatima wangapi? 10. Huenda hesabu hizi hamzielewi Watu mara nyingi hawaelewi theory, wanaelewa practical Ukimwambia ukifanya jambo moja utalipwa mara 10. Mfano wake, ukiwa una 1,000 katika mwezi wa Ramadhani utalipwa 10,000. Umeelewa sasa? Utalipwa 10,000. Lau ingelikuwa sasa hivi twa practice hapo nje na kuhakikishieni kwamba ukitoa 1,000 wapewe 10,000, kuna watu hapa hata angelijitahidi ndani ya nusu saa apate 100,000 ili alipwe zaidi.
Sasa tuambiwa kila jambo moja la kheri lau ukilifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani utalipwa mara 10. Je, umeandaa wewe kufanya nini? Kutumia hiyo siku ya baraka, kutumia huo siku wa baraka, kutumia huo mwezi wa baraka. Umejipanga wewe kupata nini? Umejipanga kupata nini? Alhamdulillah, nimesema katika miongoni mwa maana kubwa itegemewayo na maulama kuhusu baraka, wanasema thubutul khairil ilahi fi shay, mkuthibiti khairi ya Mwenyezi Mungu kwenye kitu. Wewe Mwenyezi Mungu hapo kakujalia nini? Afya njema. Tayari wewe waingia katika mwezi wa Ramadhani una nini? Una baraka. Mwenyezi Mungu akupa afya njema, utafunga wewe. Mwenyezi Mungu akupa uwezo wa fedha, utafuturu wewe. Lakini vipi kuhusu wengine? Utawekeza vipi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ndio Bwana Mtume asema wasaatu wa afdhalus saat. Kwa nini? Kila nyakati katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni bora, haipatikani katika mwezi mwingine wowote. Maana yake Bwana Mtume anawaambia Waislamu, usipuuzie katika mwezi wa Ramadhani hata sekunde moja. Usipuuze mwezi wa Ramadhani kwa madakika. Usiupuuze mwezi mtukufu wa Ramadhani hata kwa dakika moja, kwa sekunde moja, bali utumie mwezi mtukufu wa Ramadhani ukufae mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Mwanadamu katika maisha yake yote aliyoishi katika miezi 12, yote miezi 12 kabla ya kufika mwezi mtukufu wa Ramadhani, miezi 12, kuna sifa ambayo mwanadamu huyu hakubahatika kuipata kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndiyo uone kwamba hii sifa anaipata katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio utaona kuwa ni shahrul baraka, ni mwezi wa baraka, shahrur rahma, ni mwezi wa huruma, shahrul maghfira, ni mwezi wa msamaha. Kwa nini? Kwa sababu utaona kwamba huyu mwanadamu katika maisha yake ya miezi 11 kuna kitu hawezi kukipata katika miezi 11, lakini atakipata katika mwezi mtukufu wa nini? Wa Ramadhani. Wajua nini? Jambo adhim, jambo kubwa. Jambo lenyewe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lau ukibahatika kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, wewe kwa kuingia tu katika mwezi wa Ramadhani, kwa kuingia ule mwezi wa Ramadhani, tayari wewe ni mgeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadhi hii hawezi kuipata mwanadamu without Ramadhani. Hii hadhi ya kiumbe aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha akawe ni mgeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawezi kuwa mgeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sehemu peke yake na mwezi peke yake ambao mwanadamu na Muislamu anaweza kuwa ni mgeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anawaambia masahaba zake, huwa shahrun du'itum fihi ila dhiyafatillah, ni mwezi ambao nyinyi mmefanywa kuwa ni wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhani wewe umefanywa kuwa ni mgeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa lugha nyingine, Bwana Mtume anawaambia nyinyi mtakapoishi mwezi wa Ramadhani na mtakapokuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mtambue nyinyi pale ni wageni, na sio wageni tu, bali nyinyi ni wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe leo unapokuwa mgeni, tizama wewe unapoenda kwa mtu, namna unapopata tabu ya kuwa mgeni wa yule mtu. Tazama namna unavyofikiria na kupiga hesabu zako za kwenda kuwa mgeni wa mtu. Kuna watu hawawezi kuwa wageni kwa watu.
anawaza mimi siwezi. Nikienda kwa mtu nitawaza, nikitaka kwenda uwani nitaenda vipi? Na unaibu ugenini, sio? Utamkuta tuambie bwana, mimi nakuja, mimi mgeni wako kweli, lakini kuhusu kuishi nyumbani kwako kama mgeni msala gumu. Kwa nini? Kwa sababu suala la ugeni mipaka yake mikubwa zaidi. Mipaka mikubwa zaidi. Kwa hiyo atafikiria, mimi lau naenda kuwa mgeni wa ndugu yangu, nitaenda kuishi vipi kule ugenini? Kuna mambo ufikiria na wakati mwingine umpatao. Nikifika kule nitalala vipi? Nitakula vipi? Nitaswali vipi? Atavunja zile ada zake, yale mambo yake ya kawaida aliyozoea kuyafanya atayakata. Ilikuwa ni mtu rafli, akiamka asubuhi aweza kutoka tu na kaushi. Sasa yuko ugenini, hawezi kutoka tena na kaushi na bukta. Ukimuuliza kwa nini, niko ugenini, nitatoka vipi na bukta na kaushi? Sawa. Alikuwa nyumbani kwake, hata ukipika maharage hawezi kula tena, atamsha dude siku hiyo. Nyie hamkuona vya kupika mpaka mpike maharage? Kwani hamnijui mimi silaji? Lakini akienda ugenini akiwekea maharage atakula, kisha akitoka atamwambia nimekula mara yangu ya kwanza kula maharage, alhamdulillah. Tena ataonyesha kakinunio kweli. Kwa nini? Yale mambo alikuwa nayo nyumbani kwake kwa kawaida hawezi kuwa nayo. Alipokuwa nyumbani kwake haweza kufanya lolote lile nyumbani kwake. Aweza akatoka huku akaingia kule, akaenda huku akarudi kule, kila ajayo mkodolea macho. Lakini akiwa ugenini afumba macho yake, atazama chini, na hawezi kwenda kila mahala. Kwa hiyo uchunga kila mahala uchukua hatua, kwa kuwa nani? Kwa kuwa ni mgeni. Kwa hiyo atafanya kwa kadri yawezavyo asiwaudhi wenyeji kwa ugeni wake. Atachunga kila njia ya maisha yake asiweze kuwakera wale wenyeji wake. Atafanya kila namna ili lau akiondoka pale wale wenyeji waseme wallahi tulipata nini? Tulipata mgeni. Nasi mwajua bwana, mgeni akija nyumbani kwako, katika hadithi masoma aondoka na makenge na mange na nini, manake ondoka na mambo mabaya. Sasa haya akiwa mgeni mwenyewe ndio yule kaja macho juu, ataka kujua mke wa fulani ukoje. Mgeni ataka kujua amepika nini. Mgeni ataka kujua mundani waishi wangapi. Mgeni ambaye hajielewi na ugeni wake. Sasa nukta ya msingi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuambia masahaba zake, huwa shahrun du'itum fihi ila dhiyafati llah, ni mwezi ambao nyinyi mmefanywa kuwa wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana yake jichungeni, katizameni namna nyinyi mlivyo watu muhimu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni watu watukufu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa nyinyi wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana yake je, utamwasi kwenti hiyo? Utamwasi? Wewe ni mgeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mgeni, ushajua uko katika uangalizi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni mgeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya, ujasiri wa kusema urongo utoa wapi? Ujasiri wa kusema urongo wewe ukiwa mgeni, tena ni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha wasema urongo katika mwezi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa wewe ni mgeni, kisha watakiwa uwe ni mgeni mrongo? Ikiwa wewe ni mgeni wa Mwenyezi Mungu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, vipi wakaa vikao wewe kusengenya? Vipi wasengenya wengine? Vipi umekaa wewe waitisha vikao, watamani watu waje ili wakae, lengo tu ufanye nini? Ufanye fitna ndani yake. Wataka kufitinisha watu, lengo tu wataka kuwasema watu.
kisha wewe hapo hapo wajua kwamba mimi ni mgeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini mgeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fattan, mfitinishaji, anafitinisha waja wake. Huo ujasiri wa wewe kuwa fattan, mfitini katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ujasiri wa utaleaji. Kisha wewe ni mgeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bado umegubikwa na husda, ni hasidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Haya, wewe ni mgeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ujasiri wa wewe kuwa hasidi wa utoa wapi? Ujasiri wa wewe kusengenya wa utolea wapi? Ujasiri wa wewe kutokuswali hali ya kuwa ni mgeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ujasiri wa kutokuswali wa utoa wapi? Ujasiri wa akulu amwali yatima, ujasiri wa kula mali ya yatima katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, utolea wapi? Wewe ni mgeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana yake Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atufunza kwamba tukiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, sisi ni wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni wajibu wetu wa kuchukua tahadhari zote za ugeni. Ni wajibu kuepuka kumwasi Mwenyezi Mungu katika mwezi wa Ramadhani, kuepuka kuwa mrongo kama katika tabia yako kusema urongo, kujikoki kuanzia sasa, kujitengeneza na kuepuka kuwa mrongo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa kuwa wewe waenda kuwa ni mgeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mkujifunza sasa na kujiweka sawa sawa, kama wewe ni mtu uliozungukwa na maradhi ya husda, kuhakiki kwamba katika mwezi wa Ramadhani wewe hauingii na husda. Kwa sababu husda, ndugu zangu, katika mwezi wa husda Bwana Mtume anasema iyyakum wal hasad, ole wenu na husda. Kwa nini? Kwa sababu husda inatafuna mema kama vile ambavyo moto unavyotafuna kuni. Sasa fikiri wewe, mwezi wa Ramadhani ni hasidi, na unaambiwa husda inatafuna mema kama vile moto unavyotafuna kuni. Maana yake ni kwamba utasoma Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani kwa malengo ya kupata thawabu, alafu ndani ya mwezi wa Ramadhani umehusudu, ile husda yako yaenda kumeza zile thawabu za nini? Za Qur'ani. Waona? Tuelewana sawa sawa? Yani husda yako ukiwa ni hasidi katika mwezi wa Ramadhani, ukashindwa kujiondosha katika engo hiyo, lau kila yale mambo ya kheri uyafanyayo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, sasa yale mambo yatatafunwa na husda zako. Umelisha mayatima, kule kulisha kwako mayatima thawabu zake zimemezwa na husda zako na uhasidi wako. Ile Qur'ani uliyosoma katika mwezi wa Ramadhani, mwezi mzima ile Qur'ani imemezwa na uhasidi wako. Husda zilizokutawala zimemeza. Na Bwana Mtume alikuwa muwazi kwako, haja kuficha, kakwambia kila jema ulifanyalo maadamu wewe ni hasidi umezwa. Kwa nini? Kama ambavyo moto unavyomeza nini? Kuni. Kwa hiyo utaona kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atutaka tuangalie tutaishi vipi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kama wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa lugha nyingine, fastabiqul khairat, pambaneni katika mambo ya kheri, shindaneni katika mambo ya kheri, shindaneni kuisoma Qur'an, shindaneni kuhifadhi Qur'an, shindaneni kuwalisha mayatima, shindaneni kuangalia wajane, shindaneni katika malezi ya watoto, shindaneni katika mabadiliko yako, lifestyle yako. Change your lifestyle, badilika. Mtu mpaka akushangae, huyu ndiye kweli? Ndo huyu yule muonaye katika mwezi usiokuwa Ramadhani, ndo huyu kweli au mwingine? Mpaka ifikie hatua wakwambie maajabu, shetani kama malaika. Kwa sababu ukibadilika sana tu kwa ghafla na nini, nasema maajabu, bwana ni yeye kweli? Shetani kama malaika, dakika sifuri tu tayari hakuna mcha Mungu kama yeye. Ni sifa nzuri kubadilika, hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo angalia lifestyle yako
uliozoea kiishi katika miezi 11 kujitambua kwamba lifestyle yangu lazima ibadilike kwa kuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani mimi ni mgeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa anaweza kaniuliza mtu, je, ikiwa mtu ni mgeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, twataka kujua ni mgeni kweli? Kwa sababu dalili za ugeni mkukirimiwa, dalili za mtu kuwa mgeni na huonekana ni mgeni, na lau akipita mtu mwingine atambua yule ni mgeni kwa ule ukarimu ambao wafanyiwa na wenyeji wake, wajua bwana ni mgeni. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba zake, mkitaka kujua nyinyi wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakukirimuni kama wageni wake, ambapo hamkuwahi kuonja ukarimu huo katika miezi 11. Allah, mjua na wakirimu nini katika huu mwezi wa baraka? Mwajua na wakirimu nini katika mwezi wa huruma? Mwajua Mwenyezi Mungu katika mwezi wa Ramadhani, mwezi wa msamaha, mwajua Mwenyezi Mungu anawakirimu nini? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika kuwakirimu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakukirimuni kwa kwanza, asema anfasukum fihi tasbihu, pumzi zenu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazichenji zile pumzi zenu kuwa tasbihi. Allah, wataka zaidi ya hili? Yani wewe ile pumzi yako ambayo unapumua katika siku za kawaida, ile pumzi yako haikuongezei chochote, haikusaidii chochote, wakati mwingine ikawatani pumzi isiokuwa na maana. Sasa ile pumzi yako tu, tazama Mwenyezi Mungu anapokukirimu unapoishi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ile pumzi yako, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafanya anfasukum fihi tasbih, anafanya pumzi zenu kuwa ni tasbih. Yani wewe kule kupumua kwako, kule unapopumua ni sawa sawa na unasema subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah, Allahu akbar, thawabu ambazo huwezi kupata mpaka kwa kuleta tasbih. Thawabu za tasbihi huwezi kuzipata isipokuwa kwa kuleta tasbih. Thawabu zile wazipata tu kwa wewe kupumua katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio sawa. Sasa hebu jiulize, lau kileta tasbihi itakuwaje? Ikiwa tu pumzi yako imefanywa wewe waleta tasbih, nikana kwamba wamsabiha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ikiwa je waleta tasbihi kweli, ile pumzi yako inakuwa na thamani gani mbele ya Mwenyezi Mungu? Ikiwa pumzi yako yapumulia katika swala, unaswali, ile pumzi yako ambayo imefanywa kuwa ni tasbihi, sasa fikiri uko katika swala, thamani ile tasbihi yako ikoje? Fikiri ile pumzi yako iwe waqulu linnasi husna, waambia watu maneno mazuri, waambie watu maneno mazuri. Ile pumzi yako ile, fikiri itakuwa na thamani gani? Wa anfasukum fihi tasbih. Mwenyezi Mungu anakukirimuni katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jambo la kwanza, hufanya pumzi zenu nyinyi mnaoishi katika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nyinyi Waislamu tambueni pumzi zenu mtakapoishi katika mwezi wa Ramadhani, pumzi zenu zimefanywa kuwa ni tasbih. Ukarimu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wageni wake. Lakini ukarimu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wageni wake, akaendelea kusema wanaumukum fihi ibada, na usingizi wenu mtakaolala katika mwezi wa Ramadhani, uwe umelala asubuhi kwa kuchoka, umelala mchana kwa kuchoka, umelala usiku kama ile waja'alna al-laila libasa, iwe umelala usiku. Kwa hiyo kwa sababu waja'alna an-nahara ma'asha, usiku umepambana, mchana umepambana, usiku kwa mapumziko, iwe umelala ule usiku kwa mapumziko. Kwa siku za kawaida ukilala au hata ukilala ule usingizi wako uongezee kichwa.
ule usingizi bure tu. Lakini tazama namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyokukirimu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Asema wa naumukum fihi ibada, na usingizi wenu nyinyi katika mwezi wa Ramadhani unahesabiwa kana kwamba wafanya ibada. Kama wafanya ibada, ule usingizi wako umelala usiku, ni kana kwamba wapata thawabu kwa usingizi wako, thawabu za kana kwamba unafanya nini? Ibada. Sikukwambia ukiruhisha ule usiku ukaamua kuswali swala za usiku. Hebu fikiri, ikiwa tu usingizi wako ni ibada. Sasa je, ukiswali kweli salatul layl, ukaswali tahajjud kweli, je, thamani ya ile sala yako ya usiku ikoje? Ikiwa tu wanaumukum fihi ibada. Lakini Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, bal haikukomea hapo. Katika kukirimiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, wa amalukum fihi maqbulu, na mambo yenu yote mnayoyafanya ni yenye kukubalika. Wewe wakati unaswali una uhakika na sala yako, katika miezi mingine 11 una uhakika. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi wa Ramadhani, kwa kuwa wewe ni mgeni wake, kwa kuwa tuna nafasi ya ugeni mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila jambo la kheri ulifanyalo hesabu, tia tiki, limekubalika. Umesoma Qur'an, tia tiki, thawabu za Qur'ani mmezipata. Umelisha mayatima, tia tiki, mmepata thawabu za kulisha mayatima. Umemfuturisha aliyefunga, tia tiki kwamba nina thawabu za kufuturisha nini? Kuwafuturisha watu waliofunga. Ikiwa umefanya jambo lolote la kheri katika mwezi wa Ramadhani, tia tiki lile jambo la kheri lenye kukubalika. Sasa kwa nini lenye kukubalika? Kwa kuwa wewe sasa umebadilisha maisha yako katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wewe ni mgeni wa Mwenyezi Mungu, na kwa kuwa ni mgeni wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakukirimu kwa kufanya kuwa mambo yako ya kheri unayoyatanguliza mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yenye kukubalika. Wa du'aukum fihi mustajabun, na lau wewe ulikuwa unateseka katika miezi 11, waomba dua hazijibiwi, wasema mimi nimesoma dua hazijibiwi, nimefanya maombi hayajibiwi, maombi yangu Mungu hajanijibu katika miezi 11. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakupa fursa pale ulipokuwa ni mgeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, umepewa fursa. Katika fursa uliopewa ni kukirimiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ukarimu wake kwa mgeni wake wewe ni kwamba amefanya wa du'aukum fihi mustajabu, na dua zenu ni zenye kujibika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Unasubiri nini? Mwezi mtukufu wa Ramadhani wewe ukiingia, wewe ni mgeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yale mambo yako ambayo hayakufanikiwa ulimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukaona hayakwenda sawa sawa, muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika nani? Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Vipi umepata fursa, umepata nafasi, jiandae na mambo kadha wa kadha. Mimi sijapata kazi mwaka mzima, nimezunguka kila niendapo mimi kuomba kazi zero, kila niendapo kuomba kazi sipati, kila mpaka miezi 11 ya kata sijapata kazi, nazunguka na certificate zangu na vyeti vyangu, shahada zangu sipati. Take your time katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, take ile gold chance katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Muombe kwa kuwa wewe ni mgeni wake, mlilie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa kuwa wewe mwenyeji wake na wewe ni mtu muhimu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu wa kukirimu wewe. Fursa wa du'aukum fihi mustajabu, na maombi yenu ni yenye kujibiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa wale wanaotarajia kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi mtukufu wa Ramadhani,
Wale ambao wenye mambo yao ambao wameweka, mimi na mambo yangu katika miezi 11 hayakujibiwa na shida zangu hazikutatuliwa. Tumesema mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa kujibiwa. Kwa nini? Kwa sababu sisi wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa namna ya kumuomba, angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam namna anavyopenda masahaba zake. Angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam namna anavyotaka masahaba zake wasipoteze chansi, akawafundisha na namna sahihi ya kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi wa Ramadhan ili waweze kujibiwa maombi yao. Akawaambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, akawaambia masahaba zake, fas'alullaha rabbakum, muombeni Mola wenu mtakapomuomba, biniyatin sadiqa, kwa nia za kweli. Be serious. Yani wewe tu usijiendeki tu, yani kwa kuwa tu kwa mwezi wa Ramadhani umekaa tu kwenye mwezi wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu usushie renchi. Hayo si lazima nataka renchi. Kwa pamoja, Allahu an yujri al-umura illa bi asbabiha. Mwenyezi Mungu amekataa kupitisha mambo isipokuwa kwa sababu zake. Wewe una sababu ya kupata renchi? Tuelewane sawa sawa. Yani ukimuona mtu kabisa jamani, wewe huna kibanda, unasema Mwenyezi Mungu nipe kasri, basi wewe dakika 0 tu katika mzushalia kwenye kasri bila sababu, yani bila sababu tu Mwenyezi Mungu ashushe kasri. Sasa atuambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam namna ya kumuomba Mwenyezi Mungu kwamba biniyati sadiqa, kwa nia ya kweli. Nia ya kweli, nia ya kweli, sio ya mzaa nataka renchi. Yani be serious. Nimeamua, nimejiandaa na muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza kuwa na nia ya kweli. Na ndio hapa watu wafeli. Hata katika ukiwa wewe leo una biashara yako, una business yako, wataka kuifanya vizuri, ni lazima kwanza uwe serious na kitu chako. Lazima uwe serious na biashara yako. Lazima uwe na nia ya dhati kwenye ile biashara yako. Sasa unapomuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lazima pia uwe na nia ya dhati. Sio mujarradu dua, sio waomba tu ili mradi. Waomba kwa dhati. Huu ni mfumo. Kwa Bwana Mtume atuambia kama tuna nia, kama tunataka kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi wa Ramadhani, tujibiwe mambo yetu, tutatuliwe matatizo yetu, tufikie malengo yetu, basi tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa nia ya kweli. Uwe serious katika maombi. Number 2. Jambo la pili, akasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa qulubin tahira, na muombe mkiwa na nyoyo safi. Moyo msafi. Wewe baba hapo mdhulumu yatima. Yani mimi nimekaa katika kikao hichi hapa na dhulumu kabisa. Moyo mchafu. Yani hapa mimi moyo wangu una mambo machafu na nimepractice mambo machafu katika mwezi wa Ramadhani, na saa hiyo sijafanya istighfar, sijamwomba Mwenyezi Mungu msamaha, pengine kuna makosa nimeyafanya kwa kujua au kwa kutokujua. Yani tu na moyo wangu lichafu, si swali, sijawahi kuamrishika, sijafanya, yani hivi tu nilivyo, basi ghafla tu hivi na moyo wangu mchafu uliogubika maasiya, uliogubikwa na madhambi, kisha namwomba Mwenyezi Mungu kwa high speed. Pana namna. Tuharisha moyo wako. Hebu kwanza tuharisha moyo wako. Jitengenezee njia ya kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa na tabia ya kuleta al-istighfar, kuwa na tabia ya kuleta msamaha, kuwa na tabia ya kumwomba Mwenyezi Mungu msamaha katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wale ile namna mnavyo imbishwa kule msikitini sio nyimbo, yani yana faida. Yana faida. Ashhadu an la
ilaha illa Allah. Sio bure. Yale sio bure. Ni kwamba kuna watu yule imamu asipotumia njia sahihi za kuwafanya wale watu walete nyoradi, wale watu waombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anaweza kaja msikitini na hajafanya istighfar na katoka. Kwa hiyo badala yake kila baada ya sala wakaeka namna ya kuleta istighfar. Sasa ile sio bure. Ili wewe utakapofanya ile istighfar, na katika miongoni mwa pahala ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hujibu maombi ya mtu min warai sala, pale nyuma tu ya sala, mtu akamaliza sala yake akamuomba Mwenyezi Mungu, katika mahala ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hujibu dua za waja. Sikwambii baada ya sala yako ukaleta istighfar. Jambo la la maana. As'alullaha rabbakum biniyatin sadiqa wa biqulubin tahira. Muombeni Mola wenu kwa kwa mioyo ya dhati, lakini mkiwa na kwa mioyo misafi, lakini mkiwa na nia za kweli. Muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa njia hii. Lakini uko pia kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba zake, msikumbuke tu shida zenu, kwamba mimi sina kazi, natumia fursa hii naomba kazi. Mimi nina mgonjwa, natumia fursa hii ya kumwombea mgonjwa tu. Mimi nikipata kitu hakikai, natumia fursa hii kumwomba Mwenyezi Mungu baraka zake katika jambo langu, katika kazi yangu. Sio tu naombea wanangu. Kuna mambo pia ya msingi yasikupite. Yapi? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema vile vile, muombeeni Mola wenu kwa nia za kweli na mioyo taharifu ayuwaffiqakum lisiyami wa tilawati kitabi. Mwenyezi Mungu akuwafikisheni kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Umuombe sana Mwenyezi Mungu. Muombe kuanzia sasa. From now. Muombe at now, kama wanasema. Muombe kiwa sawa. Muombe kuanzia sasa. Mwenyezi Mungu nifanikishie mimi. Mwenyezi Mungu niwezeshe mimi kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu nakuomba ya Rab, ninakuomba niafikishe mimi kuisoma Qur'an. Vyote vile inahitaji taufiki. Kufunga katika mwezi jamani, kwa sababu hatujafikia. Tukiingia katika mwezi wa Ramadhani tutaona faida na thamani ya funga. Lau mtu akikosa funga mwezi wa Ramadhani, amekosa nini? Kakosa jambo kubwa. Kwa hiyo muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uingie katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ukiwa Mwenyezi Mungu amekuwafikisha kufunga, lakini Mwenyezi Mungu akuwafikishe kusoma Qur'an. Kwa nini? Nukta hii ndo namalizia. Jamani, sikilizeni sawa. Hakuna muovu katika ulimwengu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutoka mwezi wa kwanza alioishi Ramadhani iliyopita mpaka Ramadhani hii. Hakuna muovu aliyoshindikana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama yule anayekosa kujibiwa maombi yake katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wallahi, wewe ni muovu mno. Wewe kukosa msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hakuna muovu kama wewe. Haya, soma neno yangu. Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba zake, anawaambia fa inna shaqiyya, hakika muovu wa kupindukia, man hurima ghufrana Allahi fi hadha ash-shahr al-azim, ni yule atakayekosa msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi huu mtukufu. Ni mgeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni mgeni huyu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha na akose msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bwana Mtume anasema fa inna shaqiyya,
hakika muovu mno, muovu aliopitukia. Man hurima ghufran Allahi, ni yule mwenye kukosa msamaha wa Mwenyezi Mungu, fi hadha ash-shahr al-azim, katika mwezi wa Ramadhani ambao ni mwezi mtukufu. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuingie katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tukiwa na afya njema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufanye ni wenye kufikia daraja na hatua na kutuandika katika wale ambao watakaisoma Qur'ani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusamehe madhambi yetu kabla ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.